Habari za muda huu mtazamaji wetu. Naamini kwamba tayari umekwisha kusubscribe kwenye channel yako pendwa ambayo ni BG Online TV. Leo tumekuletea maneno mazito ya Rais wa Burundi Meja Jemedari Evariste Ndayishimiye kwa wazalendo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wale wa tarafa la Fizi, kutokana na machafuko ya kivita mashariki mwa nchi hii. Vivyo hivyo pia utawasikiliza wakimbizi wa ndani ambao ni raia wa Kongo, hasa wale wa tarafa la Fizi wanaopatikana ndani ya kambi ya Kakombe mkoa wa Rumonge, wanavyohangaika kimaisha. Hujachelewa kusambazia wengine chaneli yako hii pendwa kwa mtu wako wa karibu, basi na kuomba utumie muda huu kwa kufanya hivyo. Asante sana mtazamaji wetu. Kama tulivyo kuambia hapo awali ya kwamba tutakuambia ujumbe wa maneno mazito ya Rais wa Burundi kwa wazalendo. Wacha kwanza ni kuambie kwamba Rais Ndayishimiye ndiye rais pekee ambaye anaonesha upendo wake kwa raia wa Kongo, kwa vile ametuma vikosi vyake vya kijeshi kwenye ardhi ya Kongo ili kupambana na adui M23. Katika mapambano ambayo yanaendelea kuripotiwa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu ya Kusini, vikosi ni vingi vya jeshi kutoka nchini Burundi ambavyo vimetumwa na rais huyo wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye ili kuendelea kupigania udongo wa Kongo. Hiyo yote ikionyesha kwamba ana upendo mkubwa kwa raia wa nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa maneno ambayo ameyatoa Rais Jemedari Ndayishimiye, kwanza amewataka wakongomani wote, hasa wazalendo, kumpenda na kumuunga mkono rais wao Felix Antoine Tshisekedi, kwani ni mzalendo halali. Rais Ndayishimiye amesema hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata rais mzalendo aliyekuwa nasubiriwa kwa muda mrefu. Wazalendo mnategemewa sana na ni vema nyinyi kuendelea kuwa katika msimamo wenu wa kumpiga adui, ameongeza hivyo rais huyo. Rais huyo ameongeza vile pia wazalendo watakiwa kuwa makini na msaliti, maana msaliti ndiye adui mkubwa kumzidi hata huyo M23 ambaye wanaendelea kupambana naye mchana na usiku. Rais huyo wa Burundi Evariste Ndayishimiye akuishia hapo kwa maneno mazito kwa wazalendo wa Fizi sasa, na kualika kumsikiliza kwa urefu zaidi. Wazalendo. Mimi nataka niwaambie maneno ya hekima. Nataka niwaambie mujipange sawa. Musikilize habari hii. Habari ya kwanza, mumupende rais wa DRC Antoine Felix Tshisekedi Chirombo, Beto Arme. Huyu ni mzalendo ambaye nchi ya DRC ilikuwa inamtaka tangu miaka 30. Hii sasa ni wakati DRC imepata miaka 40 imepita. Tshisekedi, Antoine Tshisekedi Chirombo Beto, mzalendo katika wazalendo wote ambao mnaishi hapo. Jua huyu ni wakuunga mkono, anajua anachokifanya. Ni jemedari wa vita huyu. Ni jemedari wa kidiplomasia. Huyu ni jemedari huyu. Afrika nzima ilikuwa inamutaka huyu. Afrika imemupata huyu. Jemedari kwa diplomasia, jemedari wa vita. Musikie ili ninalolisema. Ni ukweli hii. Wazalendo jene Kongole.
Nataka niwaambie maneno ya hekima kulingana na hali ya presence ya adui Nord Kivu na Sud Kivu kwenye teritwari yenu ya nchi yenu souverain DRC. Hayo yote yameletwa na adui. Hivi adui mko pamoja, ameivamia nchi yenu. Nataka mjue adui ni nani. Nataka mjue maadui mko pamoja ni wanani. Tena katika maadui yote naenda kunena, rais wenu haimo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Beto haimo. Huyu ni mzalendo, huyu ni rafiki wenu, anajua anachokifanya na hekima ya kutosha kuigomboa DRC kwenye mikono, kutoka kwenye mikono ya adui. Hii mlijue hili. Jua hili rafiki zangu. Adui wa DRC wa kwanza ni wewe mwenyewe. Ukijisalimisha kwa mikono ya adui, unakuwa adui mkubwa wa DRC. Ukitoroka vita, unakuwa msaada kwa adui wewe mwenyewe. Ukikataa kuunga mkono wazalendo wengine, ukaamua kukimbilia Burundi, jua wewe ni sawasawa na M23. Adui wa pili na mkwambia ni le traître militaire, le traître politicien, le traître administratif, wako hapo hapo. Hao wote ni maadui mubaya sana kuzidi M23, kwa sababu hao ndio watawaonesha njia na mahali mumejificha. Kwani wanajua, mnajuana, wanajua kila siri yenu. Jemedari wa vita Che Guevara amesema maneno haya akasema hivi: mbele ya kupigana na adui, anza kwanza kuua le traître. Pigana kwanza na le traître uwamalize. Che Guevara akalisema tena neno hili: hakuna jeshi linayoweza kuvamia nchi nyingine hapa duniani kama halina le traître ndani ya nchi wanataka kuvamia. Kwa hiyo msihurumie traître. Traître ni mubaya sana kuliko adui mwenyewe. Traître ndiyo analeta adui, wanamupatia na information. Traître ni mubaya sana kuliko adui mwenyewe. Adui wa tatu ni raia ambaye haelewi, mwenye hajui adui, mwenye hajui adui yake. Raia wa namna hiyo naye atamsaidia adui, atamupatia chakula, atamupatia maji na atamuonesha mlipojificha. Example, Angalia jinsi population ya Goma ilisikia kama M23 itaingia muvile Goma. Wote wakaamua kukaa salama na kujifunganiana nyumbani. Wakajifungania ndani ya manyumba. Hii inamaanisha ya kwamba hawakukimbia. Maana yake wao waliona M23 kwao si adui. Walifikiri akimalizana na wazalendo hataendelea kuua watu. Maisha wao waliona maisha taendelea nyuma ya kumalizana na wazalendo. Raia ilikuwa haijui kama nao
wenyewe ni Sibre, ni raia isiyojua adui ni nani. Hawa malaia ya namna hii nao wanakuwa ni maadui. Hapa mnapaswa kuwafundisha, mnapaswa kuongoza ma meetings, mnawafundisha, mnawaambia lengo ya adui. M23 iko na watu iko na watu Ethiopia, Djibouti, Kenya, Sudan, Uganda na Rwanda. Wote wako tayari, wanajua wakikamata DRC hao wako tayari kuja kuishi DRC. Hakuna Mhutu Ubantu wowote, hakuna hata umoja atabakia. Watawaua kama Bunyengerere. Plan ni ya miaka mingi sana. Jiulize kwa nini hawakupenda muoe watoto wao. Jiulize kwa nini wanaume wao hawataki kuoa wanawake wenu wa Kihutu. Hawana programa yoyote ya kuishi na ninyi. Wanajua, munajua wanajiita Ebony wa Juif. Hiyo inamaanisha ya kwamba asiyekuwa mjuife ni lazima atolewe njiani, ni lazima auliwe kama mnyama. Adui wa ine nataka nimuambie ni huyu sasa, M23. Huyu ni adui wa mwisho. Mkishinda hao wa maadui watatu, huyu adui wa ine M23 atajitoa mwenyewe njiani, atarudi mahali alipotoka kwa mbio mbio. Sasa adui ni adui, no joke kwa adui. Adui ni adui, usicheze na adui. Adui wa nchi yako ni adui, hakuna. Na kuomba usiisariti nchi yako. Pigania watoto wako wapate nafasi, patazaliwa, watakomaria kwenye nchi yenye uhuru na uzuri. Martin Luther King, yule ambaye amepigania freedom ya watu weusi Amerika, alisema nyuma ya vita vyote hatutakumbuka maadui wetu, mbali tutakumbuka lo silence elinaksho vya ndugu zetu. Hivyo ni vita vya mwisho. Mukirejeka, mukizubara, ninyi na watoto wote wenu mutakuwa watumwa. Mutakuwa watumwa. Utumwa unakuja mkizubara. Mtauliwa kama Munyengerere. M23 wanajua feblese yao. Hao ni minorite. Ni minorite sana. Ndiyo maana wanatumia pesa na watu wengine wa kabila zingine wanayokuwa na nguvu, lakini hawatakubali kuingia Kanani pamoja nao. Mwisho wa vita watawaua wote. Hima Empire ndiyo wako wanajenga, walianzia Sudani, Uganda, Rwanda
walifundisha Eritrea, Wamasai wote wako tayari, hivi wanataka DRC au kipande cha DRC. Wanataka watawale nchi zote za Gralak. Hakuna Muhutu atabakia hapa, wote watauliwa kwa risasu, watauliwa kidnapping, watauliwa kwa sumu, watauliwa kwa shindano, ukigonjwa watauliwa kwa shindano za maji, watauliwa mpaka watumalize. Hima Empire hawataki kuona rase Bantu ikiwa ikitawala inchi hata moja Mugralak. Hao watu hawana programu ya kuishi na ninyi Hutus, Bantus. Wanataka muwe watumwa wao, wawatumie kama punda. DRC sio wakati wa kutafuta kuwa tajiri kwa njia ya kusaliti nchi yako. $200,000 wanakupatia kama rushwa, ni kilo 4 za dhahabu kutoka nchi yako. Ukiakura na kuwapinga au kiakataa, utapata kilo nyingi sana kuliko hela za kilo 4 hizo. Sio wakati wa kukusanya vyako, ni wakati wa kupana vyote unavyovimiliki kama utajiri wako ili muikomboe nchi. DRC, vijana wazalendo, les jeunes filles et garçons, wanaume wote, simameni. DRC ni kubwa, iko na plus de 250 millions de population. Munaweza kusimamisha 20 milioni ya jeshi, ya majeshi katika kutoka provinsi tofauti. Ninawambiza ukweli, M23 hamutajua ilipitia wapi. Watakimbia kama Mbappe na Ronaldo, watakimbia, na mkipenda mtaweza takuwafuata mahali walipotoka. Ni vita vya kuishi hivi, ni kupigania le droit à la vie, pas d'autre choix, ni kupigana. Jua adui yako vizuri, ni huyo wowote ambaye hakuungi mkono katika vita hivyo. Huyo ambaye hakuungi mkono, jua ni adui yako, mtoe njiani. A bon entendeur, sali. Kila anayekuwa na sikio asikie hili. Mtazamaji unaendelea kusikiliza, hii ni BG Online TV kwa muda huu kupitia simu yako ya mkononi. Kisha kuweza kumsikiliza kwa urefu zaidi Rais Evariste Ndayishimiye wa huko nchini Burundi, hivi sasa tuangazie maisha ya wakimbizi raia wa Kongo walioko nchini Burundi ndani ya kambi ya Kakombe, mkoa wa Rumonge. Sasa hivi raia wa Kongomani walio ndani ya kambi hiyo wamesema maisha yao yanazidi kuwa magumu kwa sana dakika kutokana na kukosa misaada. Misaada wanayoipewa inakuwa itoshelezi katika familia zao kwa muda ambao wamepewa kwa kuweza kutumia misaada hiyo. Kwa upande wa misaada wanayoipewa, familia nzima inapewa kijiko kimoja cha chumvi, wanapokea kilo 1 ya unga na mchele, njegere nusu kilo, vyote wanavipewa kwa matumizi ya wiki moja. Wakimbizi hao wengi wao wanalala sehemu mbaya, wengine hata nje wakihesabu nyota. Kiukweli maisha yao si yenye kupendeza.
Kutokana na hilo, mtazamaji, ni vizuri kujitolea kutoa msaada wako, sababu wengi wao wanadai kwamba wana watu ambao wako kwenye bara za Ulaya ili waweze kupewa misaada. Raia hao wengi wao ni hawa ambao wamekimbia machafuko ya kivita kati ya waasi wa M23 na jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo kwa sasa. Mtazamaji, kwa machungu makubwa, wasikilize hapa wamoja kati ya wakimbizi hao walio ndani ya kambi hiyo ya Kakombe, mkoa wa Rumonge, nchini Burundi, wanavyozungumza na wakitoa machozi yao. Tunalala chini, hatuna murago, hatuna bashi ambao tunalalia, hatuna bulangeti ambao tunajifinika, hatuna mustike ambao inatuprotege na maimbu. Kuhusu upande wa chakula, tulipofika wametupatia kilo 1 na 800 gramu kwa wiki kila mtu ya mchele na demi kilo ya njegeri. Lakini kwa hivi tumepokea jana, kwa kuwa tunapokea kisha baada ya kila wiki, wametuambia chakula imeisha, imepunguka, wamepunguza quantite. Yani tangu jana kila mtu anapokea kilo 1 na 200 gramu ya mchele na 1 demi kilo ya njegere kwa wiki. Watusaidie nafasi ya kulala, kama ni mabashi, kama ni mamirago, watupatie mabulangeti ya kuweza kujifinika na watupatie mamustike ya kujiproteger na maimbo. Kapasite d'accueil ya hii site ya Makombe hapa Rumonge wanatuambia ilikuwa ya 700 personnes, lakini hivi tuko zaidi ya 1300 personnes. Kwa hiyo tunaomba kama kuko gisi wangitutoa ndani ya site ya hébergement, watupandishe kwenye makambi. Tunaisha kwa makambi juu tuko wengi baba. Juu hata maradhi tokea hapa tutakufa kiolela sana. Tunakuwa ba mingi, unakuta magonjwa inakuwa hata huyu akianza kikohozi lazima iambukie ienee batu yote humu. Tunaona pale kuko mlango wanaandika centre de santé lakini haifonctionne. Tushapata magonjwa hapa ya urgence mpaka na watoto wanaanza kutukufia. Tuko na kilio humu vitu tulifisha mtoto jana. Labda tungepata matibabu kwa haraka, labda visingekuwa hivyo. Tuko tunalala njala, tunashinda njala. Wanatupatia kilo 1 na nusu ya mcheli na njegere 10 kilo. Tufanye nao juma mzima na chumvi kijiko kimoya juma mzima, hakuna mafuta, hakuna makala. Semi naona nachoka vile, nalomba ruhusa naenda nje Lupango. Nilienda kwa hospitali Rumonge. Nafika bali nipokea kwa hospitali, hakuna dawa hata moya. Bana niambia mimi peke niuze dawa. Bana niandikia ordonnance uende ku pharmacy, hatuna madawa. Naenda kudao ku pharmacy sina hata difra. Shida tuko nayo tu yenyewe tunaona hapa, ni juba litupokea kweli hapa, lakini bako nalita vya kutupokeza na banavirudiana. Hatui kama bako banavirudisha tena kwa walivitoa au bako nafika njiani banaviuzisha. Pamoja wako nje, wengine wako mahema, bali kijana na mahema wakachagula watu wazee, walemavu ndio wakapatia mahema. Sasa wakati baleta equipment yote ya kupokeza, kite yote ya kupokeza yenye ilikuwa mo mahema na maviungu na sahani 2 za kujisaidiza, bana bisimamisha. Mara mingi tuko na bandugu wa moya hapa banatusikilia huruma kuona sisi tunaroania nje na watoto, banatupokea kutupatia manyumba tuikalemo. Ile msaada nakuya batupokeze, banakamata ile msaada wanatuambia hawawezi kutupokeza paka mwenye atengea mugari ndio bapatie ile msaada. Mimi nakiajikutanisha niko na mama mu hospitali, mama ni mgonja, basha muopere mara 4. Sasa mtu mwenyeko kwa mganga banaita jina yake, banakatala ile jina nisipokee. Na vile vitu vinakuya juu yetu sie ba refugee. Ule mama mwenyeko kwa mganga ndio atatoka kia pokea vitu juu bambebe mkambi. Kweli mtu trete sa watu, sa wenye balijuaka haki ya binadamu ni haki gani? Hatuna haja ya kwenda makambi, bachagule. Benye wataenda makambi waende, mwenye apendi kwenda mkambi msumbebe ukingu. Tunashukuru mtazamaji wetu wa BG Online TV kwa kutufata kwa umakini mwanzo hadi mwisho, na tunakutakia kila laheri hapo ulipo.